Bwana, mchezo baina ya Young Africans dhidi ya Silver Strikers kutoka Malawi umemalizika. Young Africans wakipata ushindi wa mabao 2-0 na kufanya aggregate kwa 2-1, wakifuzu kwa jumla mabao 2-1 kwenye michezo ya mikondo yote miwili. Sasa bila kupoteza muda, mimi nataka tuangalie vitu vitatu kiufundi, lakini kuhusu pasi moja ambayo imeondoa Silver Strikers kwenye michuano hii itakuwa ni pointi yangu ya mwisho kabisa, lakini mimi na vitu vitatu nataka niviangalie na nyinyi kiufundi kutoka kwenye mchezo huu. Kwanza ni jinsi ambavyo Young Africans walikuwa wanafanya build up yao kwa sehemu kubwa ya mchezo. Unajua Silver Strikers walikuwa wameingia na muundo wa 4-2-3-1 wakiwa hawana mpira. Yaani walikuwa wanajaribu kuzuia na takriban watu 4 mbele. Mshambuliaji mmoja, kuna muda Uchizi Vunga ni kama naye pia alikuwa anajaribu kwenda kuunga, wanajaribu kuwa wawili, lakini Young Africans walikuwa wanafanya build up na wachezaji kuna muda wasiopungua 5, kuna muda hata 6 ikibidi, kwa sababu katika hali ya kawaida Silver Strikers wakijaribu kuweka high block yao na watu 4 kwenye nusu ya uwanja ya Young Africans, manake Young Africans wao watakwenda na watu 5, wakati mwingine hata watu 6, lengo ikiwa ni kujaribu kuwavuruga, kwa sababu Silver Strikers walipokuwa wako kwenye nusu ya Young Africans wakiwa hawana mpira, walikuwa hawataki kuweka pressure moja kwa moja, lakini walikuwa wanajaribu kuweka kama high block, yani kwamba kama kuwa na idadi fulani ambayo ingejaribu kuwazuia Young Africans kufanya build up hasa kupitia katikati. Sasa Young Africans walichokuwa wanakifanya ni kitu kimoja tu. Mathalan, kama labda wanataka kutokea upande wa kulia, manake Mwenda anabaki, Jobu pamoja na Baka, Mohamed Hussein atafunga safari, alafu Abuya atakuja kusaidiwa na mmoja wapo kati ya Maxi ama Pacome. Wakati huo pia kumbuka kuna na Diara, manake wale watatu, fullback wa kulia na mabeki wawili wa katikati, kisha una Abuya, una Maxi ama Pacome, manake kuna watu 5 hao dhidi ya 4. Wakati mwingine pia Silva akijaribu kuongeza mwili mmoja kwenye nusu ya Young Africans, manake Diara naye anaingia kama mchezaji wa ndani. Kwa hiyo ilikuwa inaua kabisa matamanio ya Silver Strikers kwenye kujaribu kufanya chochote kwenye nusu ya Young Africans pale ambapo Yanga wanajaribu kutoka kwenye eneo lao. Hilo la kwanza. La pili, kuanzia kwenye kipindi cha kwanza mpaka kuelekea kwenye kipindi cha pili, Young Africans walikuwa wanazuia na utaratibu wa 4-1-4-1. Mwenda, Jobu, Baka, Zimbwe, Abuya alikuwa anacheza kama kizibo mmoja peke yake katikati, kisha ulikuwa una Edmund, una Maxi, una Dumbia, una Pacome, alafu ulikuwa na Dube juu. Lengo la Young Africans ilikuwa ni kwamba mnaweza mkacheza, mnaweza mkajaribu kuprogress na mpira, lakini hamtopita katikati. Yaani kwamba Yanga ni kama vile pale katikati kina Dumbia, Abuya, Maxi walikuwa ni kama wanaweka kioo ambacho kinatembea hivi. Wanajaribu kuwa screen wale mabeki wao, hasa kwenye kipindi cha pili kama mtu alikuwa anazingatia vizuri. Ni kama walikuwa kuna muda wanawaacha kina Kamanga, kina Uchizi Vunga kwamba kuna maeneo mnaweza kufika, lakini mkifika baadhi ya maeneo hapa katikati mtalazimika kwenda pembeni. Lengo la Young Africans kujaribu kuwalazimisha Silva waende na mpira pembeni ni kwamba wanajua kabisa mkienda na mpira pembeni, kwanza tuna fullbacks wawili, Mwenda pamoja na Zimbwe ambao wako competitive kwenye 1v1, ni wazuri kwenye kujitegemea kwenye majukumu yao ya ulinzi kwenye mbavu zao, lakini una Job pamoja na Baka ambao unajua kabisa mpira ukienda pembeni zikianza kumiminwa crossi, wale ni ma center back ambao wako competitive kwenye mipira ya juu. Istoshe una na Diara ambaye ni mzuri kwenye kucommand box lake na kuja kuokota mipira ambayo itakuwa inatokea pembeni. Na kwa kiasi kikubwa sana Silva kwenye kipindi cha pili wakajikuta wanalazimika sana kupiga cross, lakini ni cross ambazo zilikuwa hazina madhara. Ndio maana kwa kiasi kikubwa tukawa tunaona Diara kuna muda anaziokota tu crosses zinapigwa kulia kushoto, anaishi nazo vizuri. Hicho cha pili. Cha tatu, mimi nafikiri kuna mchezaji mmoja leo kwa upande wa Young Africans ambaye alikuwa amewaweka katika siku moja mbaya sana Silver Strikers, na mimi naamini amewaharibia hesabu yao kwa kiasi kikubwa sana. Mchezaji huyu ni Duke Abuya. Unajua siku zote tunasema kuna kupiga pasi na kuna kupiga pasi ambazo zinakwenda kuathiri mchezo. Pasi ambazo zinapigwa kwenda pembeni kulia na kushoto sio pasi za kuathiri mchezo, lakini Duke Abuya kila mahala ambako alikuwa na muda na nafasi kwenye mpira alikuwa anaitafuta pasi ya mbele tu. Yaani alikuwa anajaribu kutafuta pasi ambayo itaupasua mstari wa Silver Strikers wa kiungo kwenda kwa kina Pacome, Dube, Maxi na wengineo kule mbele. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini labda yeye leo ameanza? Pengine hiyo ndio sababu ya msingi, kwa sababu
bila kumuondolea credit Andambwile ambaye amekuwa kwenye kiwango kizuri sana akiwa anacheza kama kiungo wa chini, lakini kuna muda Andambwile, kuna muda pasi zake zinakuwa sana ni za kwenda pembeni. Hata kwenye mazingira ambayo pengine anaweza akawa anaruhusu ile pasi ya mbele ipigwe na kupasua mstari, bado Andambwile unamwona kama ni kiungo ambaye anapenda zaidi kuweka vitu salama, vitu safe. Lakini Abuya, kila nyakati ambayo kulikuwa kuna nafasi na muda wa kutosha kwenye mpira, yeye akiwa nao alikuwa anajaribu kuitafuta pasi ya mbele, na kwa kiasi kikubwa sana pasi zake zilikuwa zinakwenda kuwaweka kwenye matatizo makubwa sana walinzi wa katikati wa Silver Strikers. Na kiukweli hata ukijaribu kutizama mchakato wa goli la Pacome, ilikuwa ni mpira ambao kwanza umeanzia kwake, then ikapigwa pasi kwenda kwa Pacome, Pacome akaweza kufunga lile goli. Lakini muasisi na kila kitu kilipoanzia kwenye ule mchakato ulikuwa ni mguu ambao ulitandazwa wa Abuya, ikawa ni pasi ambayo imepigwa kwenda kwa mchezaji mwenzake, ikapatikana pasi ya mbele. Lakini hata kwenye kipindi cha pili kuna mazingira ambayo alilazimisha pasi kadhaa za mbele, na kama kungekuwa una umakini na ufanisi kutoka kwa washambuliaji wa Young Africans, pengine kusingekuwa na chini ya goli zingine mbili, kutokana tu na uthubutu wa Abuya kwenye kupiga pasi ambazo zilikuwa zinapasua mstari wa kiungo wa Silver Strikers. Na hivyo ndio vitu ambavyo kwa kiasi kikubwa sana vimerahisisha mchakato wa Young Africans kuyaona makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye msimu wa 25-26.